Timu ya Nairobi United iliwasili nyumbani hii leo asubuhi kutoka Tunisia baada ya kuandikisha historia kwa kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye mechi ya makundi za kombe la mashirikisho barani Afrika. Timu hiyo ilibandua miamba ya soka nchini Tunisia, Etoile du Sahel, baada ya mechi ya mwisho ya raundi ya pili. Draw ya mechi za makundi ya timu 16 zilizofuzu inatarajiwa kufanywa jijini Johannesburg, Afrika Kusini tarehe 3 mwezi ujao. Timu hiyo ilirejea nyumbani mapema leo kwa makaribisho ya kishujaa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, ambapo gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na maafisa wa kilabu hicho waliwapokea. Nairobi United iliweka historia nchini Tunisia ilipoilaza timu ya Etoile Sportive du Sahel ya Tunisia kupitia mikwaju ya penalti baada ya sare ya mabao 2-2 baada ya mikondo miwili ya mechi hiyo ya nyumbani na ugenini. Statement ilikuwa ishafanyika kitambo. Mliona game ya Gor finali na ndio bado inaendelea. Kwa hivyo si hatuko hapa kupeana statement, tuko hapa kufanya kazi yetu yenye tumeajiriwa na His Excellency, and tutaendelea mbele pia kufanya kazi. Next stage I think already I think sasa ni no pressure. Tunataka kucheza bila pressure, na muhimu vijana wanajua tunataka kuwakilisha wa Kenya, na hiyo sasa hizi tunabeba flag na tuna make sure tutaweka mahali nafaa. Timu hiyo ilifuzu kwa mashindano ya bara Afrika baada ya kushinda kombe la Mozartbet mwaka huu. Baada ya kufuzu kwa awamu ya makundi, Nairobi United inatarajiwa kupokea kitita cha shilingi milioni 51, huku timu ya Kenya Police ikiwa imeondolewa katika michuano ya kombe ya vilabu bingwa barani Afrika. Shukuru technical bench kwa kunitrust na kunipatia opportunity ya kushowcase whatever naweza fanya. Kule Toel kuna vitu mingi expect kupata hizo kelele kila kitu, lakini tulikuwa na courage na confidence ya kuface hizo vitu zote na to emerge victorious. Nairobi United sasa imebeba matumaini ya taifa kama wawakilishi wa pekee katika mashindano ya bara Afrika msimu huu. Draw ya awamu ya makundi inatarajiwa kufanywa jijini Johannesburg, Afrika Kusini tarehe 3 mwezi ujao.